mchezo wa leo kuna kitu kikubwa sana ambacho kimeongezeka, kwa sababu kwenye mchezo uliopita ulikuwa unategemea ubora wa mchezaji mmoja mmoja kwenye kuifanya Young Africans ibuke na ushindi. Ndio maana unaona goli la Zimbwe Junior linafungwa, Celestian yakuwa baadaye. Lakini kwenye mchezo wa leo kuna namna ambavyo Yanga ameongeza uimara kwenye namna ya kutengeneza nafasi na kuweza kuzitumia. Nafikiri kitu kikubwa ambacho bado Young Africans kinawatesa ni muunganiko wa kikosi. Bado hakuna chemistry ambayo inaweza ikawa inaibeba Young Africans kama timu kuweza kuzicheza mechi zake, kwa maana kupata uhakika kwenye mchezo uliopita na kwenda kwenye mchezo unaofuata Young Africans kushinda. Uwezekano huo umekuwa ni mdogo sana kutokana na namna ambavyo Yanga sasa anacheza. Lakini nafikiri kocha bado ni mpya, atahitaji muda zaidi kuweza kuboresha yale makosa ambayo yamekuwa yakionekana. End of the day Young Africans anaelekea kwenye michuano ya kimataifa. Atahitaji kuwa tayari kwenye kila eneo. Uhitaji kwenda kwenye michuano ya kimataifa kwa kiwango cha kubahatisha. Inawezekana ukakutana na matokeo tofauti na kinyume ya yale ambayo unatarajia. Tuje kwenye swali lako la msingi, Andy Boyeli. Nafikiri kitu ambacho anakipitia Prince Dube na kile ambacho amekuja kukifanya Andy Boyeli ni kitu bora sana kwa kocha, kwa sababu kama unamtazama mwenzako anaenda kinyume na matakwa ya mwalimu and then wewe uko kwenye bench na unapewa nafasi ya kwenda kucheza na unafanya kitu bora, maana yake hapo sio tu kwako inakuwa ni bora, lakini hata kwa kocha ambaye amekupa imani ya kwenda kucheza unamuongezea credit. Sasa kuona kwamba naweza nikamnyanyua fani ama na jicho la kuona substitution ambayo inaweza ikaenda ikabadilisha kile ambacho kiko ndani ya uwanja. Nafikiri anachokipitia Dube ni pressure, lakini pia maneno ambayo amekuwa nje ya mashabiki. Nafikiri ukirudi hata kwenye msimu uliopita alianza hivi. Alikuwa anapoteza mabao, yani kuna mabao ambayo anakosa alafu unatazama yeye ni mshambuliaji. Kama unakosa aina ya bao kama hili, ni bao gani ambalo unaweza ukalifunga? Nafikiri anachokipitia hata yeye anajilaumu sana, kwa sababu sifikiri kama kuna mshambuliaji yoyote ambaye anafurahia kile ambacho kinaendelea kwa Prince Dube. Lakini kitendo cha Young Africans kuwa na wachezaji zaidi ya moja kwenye hilo eneo na unapewa nafasi ya kwenda kufanya, iko ni kitu bora ambacho Andy Boyeli ameenda kukifanya. Kwa hiyo nafikiri inawezekana sasa kaanza kuitengeneza imani yake upya kwa kocha kwenda kuhakikisha anaanza kwenye mchezo unaofuata. Kwa namna ambavyo Yanga wamecheza na ligi leo inasimama, lakini ukiwatazama watani wao Simba jana wamecheza. Yes. Tunashuhudia Singida na Pamba na wamecheza. Hao ni wapinzani ambao tunazungumzia hapa Big Four. Unadhani tunaenda kuona Big Four namna gani? Kama Young Africans yataendelea hivi, inawezekana mambo yakawa tofauti kulinganisha na msimu uliopita. Yanga ya msimu uliopita baada ya msimu kutamatika ilikuwa na mataji 5, na sio tu ina mataji 5, ilikuwa na performance bora sana. Lakini this time unaona kitu ambacho kinaweza kikaa kupa imani ya Young Africans kwenda kwenye lenki za juu, kwa maana hizo top 4, inawezekana imani ikawa ni ndogo sana, kwa sababu ili ufike huko unahitaji performance ya wachezaji yenye muendelezo kwenye kila mchezo. Lakini namna ambavyo Yanga anacheza uoni kama anaenda kushinda kwenye mchezo unaofuata. Nafikiri kama umetazama kipindi cha kwanza namna ambavyo Yanga alikuwa anacheza, kilichokwenda kuamua mchezo ni kutoka tayari KMC ni kama tayari walishachoka, and then Young Africans ndio anakuletea watu wapya ambao wameenda kuboost kile ambacho kilianzishwa kipindi cha kwanza kwa kisha dakika 90 zinatamatika. Lakini kwangu mimi swala la msingi top 4 msimu inawezekana ikawa ni ngumu sana, kwa sababu ya performance ya Yanga ambaye tunamtaja kama bingwa msimu uliopita. Ili aweze kufikia hayo malengo ya msimu uliopita, itategemea namna ambavyo atakuwa tayari kupambana na Simba ambaye nafikiri ipo kwenye ubora mkubwa sana kulinganisha na msimu uliopita. Kama msimu uliopita alikuwa na idadi kubwa wachezaji 14 wapya na akaenda finali CAF Confederation, akacheza nafasi ya pili ligi kuu, alafu nakuja kulinganisha na msimu kwa wale ambao walikuepo, alafu unaongeza CV wachezaji ambao wamekupa kama kina Jonathan Soa, wachezaji kama kina Selemani Mwalimu, Neo Maema, Lucien Deroku. Unaona msimu kama Simba atakosa ubingwa, basi inawezekana akajilaumu sana kulingana na ubora wa wachezaji alionao, lakini performance ambayo yeye ameanza nayo msimu. Na ndio maana hata kwenye michuano mikubwa ya kimataifa imani ipo kubwa kwa Simba, kwa sababu ya mfululizo ambao amekuwa nao kwenye michuano ya kimataifa. Na Young Africans wanasema kundi ni gumu ama kundi la kifo kulingana na performance ambayo amekuwa nayo toka msimu umeanza. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho kimebadilika ni quality ya wachezaji. Mimi binafsi ukiniuliza hadi hivi sasa bila kumung'unya maneno, kama tutamjaji Young Africans kwa hizo mechi ambazo wamecheza, naona bado usajili wa Young Africans umefeli kulingana na msimu uliopita. Kwa sababu unatazama eneo ambalo wametoka Khalid Aucho,
ulitegemea kuona mchezaji ambaye anakuja basi inawezekana akawa bora zaidi ama akawa kwenye ile level ambayo Aucho aliseti, lakini amekuja Barakonte ameshindwa kuonyesha iko kitu. Maana inamlazimu kocha kuanza kuswitch baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wacheze kwenye hayo maeneo na kuanza kuyatumia kama mbadala wa Aucho. Lakini nakuja kwenye neno la Stefan Aziki ambaye msimu juzi alikuwa top scorer, lakini msimu ulioisha alikuwa bora sana. Alafu unamlinganisha na Arasani Kouma, unaona ni vitu viwili tofauti. Unaenda kwa eneo kama la Celestin Ekwa, kwa kiwango ambacho amekionyesha unamlinganisha na mchezaji kama Clement Mzize, unaona kuna utofauti mkubwa. Kwa hiyo nafikiri performance ya Yanga inakuwa sio ile ya msimu ulioisha, kulingana pia na wachezaji ambao wameongezeka kwenye kikosi cha Young Africans.